Hili sio? Tunakoenda huko. Wakati tunaanza hili zoezi kulikuwa kuna hofu ya watu wengi tu, kwa sababu tangu dunia imeumbwa, tangu ziwa Tanganyika limekuwapo, Wanatanganyika ndugu zangu mlioko hapa, kwa maana ya kuanzia Kigoma, Katavi mpaka kule Rukwa, hatukuwahi kushuhudia ukuzaji viumbe maji kwenye samaki kwa njia ya vizimba. Niliona wengi kabisa wasema hivi itawezekana kweli hii? Na hasa tuliposhusha vile vifaranga, kaonekana mbona ni tudogo sana. Ndugu zangu, leo wale vifaranga mliowaona wa gramu 8, gramu 9, sijui gramu 10, leo kuna gramu katika uchache sana. Unazungumzia gramu 400, ananiambia na 50, lakini ulivyofanywa utafiti ni gramu 463. Wastani wa uzito wa huyu samaki mmoja. Ina maana kwamba unapokuwa na samaki wawili na kidogo unapata kilo moja. Mali yoyote hulindwa. Sawa sawa. Ninakuomba sana, kwa sababu wewe ndio umeshikilia shughuli zote za ulinzi, za usalama wa mkoa, tushirikiane. Kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana, tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba eneo linabaki linakuwa salama. Pasiachwe tu mtu akaja akavamia. Lakini nitoe wito pia kwamba kwa kuwa hapa kuna mali, mlinzi wa kwanza kabisa wa eneo hili tuwe ni sisi wenyewe. Sawa jamani? Wananchi sisi wenyewe ndio tuwe walinzi wa kuhakikisha kwamba uwekezaji huu unakuwa ni endelevu. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wa wizara kwa mipango madhubuti na mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba kila mwana Kigoma ambaye yuko tayari kufaidika na fursa za ziwa Tanganyika anafaidika kwa namna ambavyo yeye anaona itakuwa inafaa, na wizara wako tayari kumwezesha. Nakumbuka sisi sote ni mashahidi, tangia wakati ule walikuja wakagawa madeli na wakagawa pamoja na vizimba. Watupatia madeli ya kuhifadhia samaki ukichukua tunaweka kama wapo au hawatakuwepo, si ndio? Wakadolea na vizimba, wakasema tupande samaki, tufuge, na wakikua tuwahifadhie kwenye madeli ambayo wametupatia, si ndio? Pende kusema na kwa wananchi wote waweze kuiona kama hiyo ni fursa, waweze kuomba ili tuweze kuwa na samaki wengi wa kufuga katika ziwa Tanganyika. Naitwa Mohamed Kasambwe, ni katibu wa chama kikuu cha wavuvi Kigoma. Yani kizimba kimoja kwa sasa tuna uhakika wa kuvuna tani 3, sawa na kilo 3000, na kwa kila kilo moja tunauza kwa shilingi 10,000. Na nini tunachohitaji katika biashara? Kwa sasa biashara imekuwa ni soko limekuwa pana. Tunahitaji kuwa na makampuni ambayo tunaweza kusafirisha samaki mbichi kwenda nje ya nchi, na hususan Ulaya na Amerika. Kwa hiyo kwa sasa tunaliangazia soko hilo. Kwanza mimi kwa majina naitwa Matokeo Segele. Pia mimi kwa mara ya kwanza nimekuja kushuhudia tukio hili. Mimi ni mteja pia, nimekuja kununua. Nimeona samaki wazuri wakubwa kama wale ambao tumezoea kuwaona Mwanza, wale sato wakubwa. Kwa mara ya kwanza tumewaona hapa.